Mtumishi wa Mungu na kusalimu katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Karibu katika maombi haya ya siku 22 ya kuatamia ndoto zako. Maombi ambayo tunayaanza mwezi huu wa 7, mwezi ambao tunakwenda kukabidhi mbele za Bwana ya kwamba kile kilichobebwa ndani yake nacho tunakwenda kukikabidhi. Lakini tunakwenda kumwambia Mungu ya kwamba uso wako uende pamoja nasi. Kumbuka ya kwamba kama uso wa Bwana usipokwenda pamoja nawe, kama uso wa Bwana haujakwenda na ndoto zako, kama uso wa Bwana haujaenda na maono ulio nayo, hautafika. Kwa jina la Yesu Kristo na kuombea leo ya kwamba tunapoenda mbele za Bwana, uso wa Bwana uende pamoja nawe. Lakini kumbuka mpendwa ya kwamba mwezi huu wa 7 ni lango. Na kama ni lango, hilo lango lazima tulipeleke mbele za Mungu aliye hai. Kuna malango ya baraka ambayo ulitamani yafunguke katika jina la Yesu Kristo. Na tutakwenda mbele za Bwana kuomba. Amini ya kwamba leo ni siku ya mambo makubwa. Kitabu cha Isaya ile sura ya 60 mstari wa 11 anasema, malango yako nayo yatakuwa wazi daima, hayatafungwa mchana wala usiku, ili mataifa wapate kukuletea utajiri wa mataifa na wafalme wao wakiongozwa pamoja nao. Anaposema malango yako nayo yatakuwa wazi daima, manake hapo mwanzo hayakuwa wazi. Anaposema daima, manake yawezekana lango lako lilishambuliwa. Lango la elimu lilishambuliwa, lango la uchumi lilishambuliwa, lango la afya lilishambuliwa, lango la ndoa lilishambuliwa, lango la kumiliki na kutawala yawezekana lilishambuliwa. Anasema lango hilo kama kuna adui alilifunga, lango hilo linakwenda kuwa wazi katika jina la Yesu Kristo. Na mimi nakuombea kwa damu ya Yesu Kristo ya kwamba kila lango ambalo limefungwa kwenye maisha yako katika mwezi huu likafunguliwe katika jina la Yesu Kristo. Katika mstari wa 18 anasema, jeuri haitasikiwa tena katika nchi yako, ukiwa na uharibifu hautakuwa mipakani kwako. Na kuombea mwezi wa 7 mpendwa, ya kwamba unapoziatamia ndoto hizi Mungu alizoweka ndani yako, ya kwamba ukiwa usiwe ni sehemu yako. Kuna mahali ulipita na ukiwa, kuna mahali uliona kama maono yako yamevamiwa, uliona kama ndoto zako zimevurugwa, lakini nataka nikwambie ya kwamba ukiwa hautakuwa sehemu yako. Na kuombea katika jina la Yesu Kristo. Yamkini adui alijua ya kwamba ataachilia ukiwa kwenye maisha yako, ataachilia ukiwa kwenye biashara zako, ataachilia ukiwa kwenye kila hatua ya maisha yako. Tunakwenda kumwambia Bwana ya kwamba ukiwa sio sehemu yetu, ukiwa sio sehemu yetu katika jina la Yesu Kristo. Anasema, bali kuta zako utaziita wokovu na malango yako sifa. Ninakuombea mpendwa, kila lango la baraka ambalo Mungu ameliweka kwenye huu mwezi wa 7 na katika kipindi hiki cha mwezi wa 7 mpaka Disemba, hilo lango likafunguke katika jina la Yesu Kristo. Yamkini ni mtu ambaye umekuwa na matamanio ya kuona unapenya, unavuka kwenye vipindi au kwenye hatua kadha wa kadha za mafanikio, lakini unakutana na upinzani kila inapoitwa leo. Niko hapa kukuombea katika jina la Yesu Kristo. Mungu huyu tunayemwabudu, Mungu huyu tunayemtumikia, katika jina la Yesu Kristo akafanye kuta zako kwa sifa, akafanye kuta zako kwa sifa katika jina la Yesu Kristo. Anasema, jua halitakuwa nuru yako tena wakati wa mchana, wala mwezi hautakupa nuru kwa mwangaza wake, bali Bwana atakuwa nuru ya milele kwako, na Mungu atakuwa utukufu wako. Kwa kuna namna Bwana anakwenda kukuangazia nuru zake katika mwezi huu wa 7, na amini hivyo. Kwa hiyo mwezi wa 7, amini, ni mwezi ambao umebeba namba ya ukamilifu. Kwa hiyo Mungu atakwenda kukamilisha yale ambayo hayakutokea kwenye maisha yako. Kwamba mwezi huu wa 7 ni mwezi wa kustarehe. Mwezi huu wa 7 ni mwezi wa kuona hata zaidi ya jinsi ambavyo umekwisha kuona. Yani Mungu akupe kuona vitu ambavyo watu wengine hawawezi kuona.
Mungu akupeleke mahali ambapo wengine hawawezi kwenda. Mungu akukutanishe na watu ambao si rahisi watu wengine kukutana nao, na nakuombea huo upako katika jina la Yesu Kristo, na mtu mmoja aseme amen. Hayo mpendwa, nimekuambia ni lazima tuombe uso wa Bwana uende pamoja nasi. Uso wa Bwana katika kuyatamia ndoto yako mpendwa, hautakuwa peke yako, hautakuwa peke yako. Ni lazima Mungu awe sehemu ya maisha yako, sehemu ya kuatamia hizo ndoto ulizobeba. Ni lazima Mungu ahusike na kila kitu ambacho unakifanya kwenye maisha yako. Kwa hiyo ni muhimu ujue Mungu ni wa muhimu kwenye kila hatua ya maisha yako. Mpendwa, tunapoatamia, tumesema mfano tunaotumia ni mfano wa kuku. Kuku akishaweka nia ya kuatamia, harudi nyuma, anakaa kwenye yale mayai yake mpaka kitu kinatokea. Na kuombea nguvu ya kukaa kwenye maono yako mpaka kitu kimetokea. Na kuombea kwa jina la Yesu Kristo kwamba Mungu akupe kuatamia hizi ndoto. Mungu akupe kuatamia maono yako, malengo yako, mipango ulio nayo mpaka imetokea katika jina la Yesu Kristo. Hatutaacha ndoto zetu zife. Yawezekana kipindi kilichopita ni kipindi ambacho ulipanda na kushuka. Kulikuwa na up and down katika mambo mengi sana. Kuna mali ambapo ulikata tamaa, kuna mali ambapo ulichoka, kuna mali ambapo ulishindwa, kuna mali ambapo ukuweza kusogea. Na tamani ni kuambia kwamba iko nguvu katika mwezi wa 7 ya kwamba hatuendi peke yetu, tunakwenda na uso wa Bwana. Kwenye hizi ndoto hatutaatamia peke yetu, tunaatamia na Bwana. Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yako? Na kuombea katika jina la Yesu Kristo. Tambua kwamba kila penye mafanikio pana upinzani. Hivyo msaada wa Mungu kwenye maisha yako ni wa muhimu sana. Kila mahali ambapo kuna mafanikio kuna upinzani. Na ndio maana katika maandiko watu wote waliokuwa wanainuliwa, mfano mtu anaitwa Yusufu, pindi ilipojulikana kuna ndoto iko ndani yake, kuna maono ya kuatamia, vita ilinuka. Na mimi nataka nikuachilie unabii huu. Kama Mungu alisimama na mtu anaitwa Yusufu na mpaka akafika kwenye hatima ya ndoto yake, na kuombea na wewe katika jina la Yesu Kristo kwamba ndoto yako ikatimie katika jina la Yesu. Kwamba hata kama kuna upinzani, lakini Mungu aliyekuwa pamoja na Yusufu, Mungu aliyemtetea, Mungu aliyempa ushuhuda, atakuwa pamoja na wewe. Mwezi huu wa 7 ukawe ni mwezi wa kuona mambo makuu, ni mwezi wa kushuhudia vitu vikubwa kwenye maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Ona ya kwamba mwezi huu ni mwezi wangu wa kuinuka, ni mwezi wangu wa kutiwa nguvu, ni mwezi wangu wa kwenda mbio, ni mwezi wangu wa kusonga mbele, ni mwezi wa kukutana na baraka ambazo sikuwahi kukutana nazo, ni mwezi wa vitu vingi vilivyoko kwenye ulimwengu wa roho vishuke ili uweze kuona kwa macho ya damu na nyama. Na mimi nakuombea katika jina la Yesu Kristo ili likatokee kwa damu ya Yesu. Maandiko yanatuambia katika kitabu cha Yoshua ile sura ya 1 na mstari wa 5, hapatakuwa na mtu yoyote atakayeweza kusimama mbele yako. Kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja nawe, sitakupungukia wala sitakuacha. Mpendwa mtumishi wa Mungu, natamani nikwambie kitu cha namna hii, ya kwamba maandiko yanasema hapatakuwa na mtu atakayeweza kusimama mbele yako. Yawezekana majira haya ni majira ambayo watesi walisimama mbele yako, wachawi wakasimama mbele yako. Pengine ulikuwa pale kazini, wakainuka watu wakaanza kukushambulia, wakaanza kukupinga, wakaanza kukutenga. Nataka nikwambie katika jina la Yesu Kristo, maandiko yanatuambia hapatakuwa na mtu. Yawezekana umekaa kwenye familia, umeonewa vya kutosha. Yawezekana hiyo kazi ulikuwa upewe, lakini umeonewa vya kutosha. Yawezekana hiyo nafasi ilikuwa ni ya kwako, lakini wamechukua wetu wengine. Kila unapojaribu kusogea, kuna mtu anakuja na kama mahali hapo, anasema ya kwamba Bwana hatakuacha. Hakuna mtu ambaye atasimama mbele yako, manake Mungu anakwenda kukufanya kichwa na wala si mkia. Pokea hili neno katika jina la Yesu Kristo. Anasema sitakupungukia wala sitakuacha.
ni Mungu amesema sitakupungukia wala sitakuacha, sitakupungukia wala sitakuacha. Na mimi nakuombea Mungu asikupungukie wala asikuache. Mungu asikupungukie wala asikuache. Andika hapo unapofuatilia mahubiri haya ya kwamba Mungu hatanipungukia wala hataniacha. Na mimi nataka nikwambie, kadri unavyoinua mkono wako na kuandika, kuna kitu kinakwenda kutokea katika jina la Yesu Kristo. Mtu mmoja aseme amen. Mungu anaposema sitakupungukia wala sitakuacha, alipokuwa anaongea na Musa, manake ni nini? Manake ni hii: Mungu alikuwa na Musa alipoenda kwa Farao. Yani Musa alipoenda kwa Farao kuwakomboa wana wa Israeli, Mungu alikuwa pamoja na Musa. Na mimi ninaomba katika kila hatua unayoiendea mwezi wa 7 mpaka Disemba, ninaomba uso wa Bwana uende pamoja na Mungu. Asikupungukie wala asikuache. Mungu asikupungukie kwenye hicho ulichokibeba ndani yako. Mungu asikupungukie wala asikuache. Na kuombea kwa jina la Yesu Kristo ya kwamba Mungu atakwenda pamoja nawe. Mungu alikuwa pamoja na Musa pale Farao alipokuwa na shingo ngumu. Kuna upinzani ambao adui amekusudia kwenye maisha yako. Kuna upinzani ambao adui anataka kuweka mbele yako. Anajua umeingia mwezi huu, anajua ndani yako umebeba vitu vikubwa na vitu vizito, lakini anataka kuweka upinzani. Nataka nikwambie kitu cha namna hii katika jina la Yesu Kristo ya kwamba Mungu anasema pamoja na vita iliyoko mbele yako, lakini bado atakuwa pamoja nawe. Pamoja na upinzani atakuwa pamoja nawe. Pamoja na watesi atakuwa pamoja nawe. Pamoja na vikwazo atakuwa pamoja nawe. Naomba kiri ya kwamba Mungu atakuwa pamoja nami katika jina la Yesu Kristo. Mungu alikuwa na Musa katika ishara na katika miujiza. Kuna vitu ambavyo unatamani vitokee. Pale ishara na miujiza inapotokea kwenye maisha yako, imani yako ndipo inapoongezeka, mpendwa. Na mimi nataka nikwambie kabisa kwa damu ya Yesu Kristo ya kwamba Mungu atakuwa pamoja nawe. Kuna mambo makubwa yatatokea, na mimi nataka uamini hivyo ya kwamba sitakuwa yule wa miezi 6 iliyopita. Mimi ni wa mbele. Mungu ana kitu kipya kwenye maisha yangu, na Mungu ataenda kukubariki katika jina la Yesu Kristo. Mungu alikuwa pamoja na Musa katika kila hatua ya maisha yake. Na mimi nakuombea siku hii ya leo tunapokwenda kuomba, Mungu asikuache wala asikupungukie. Mungu asikuache wala asikupungukie. Zaburi ya 27 ule mstari wa 9 anasema, usinifiche uso wako, usijiepushe na mtumishi wako. Kwa hasira umekuwa msaada wangu, usinitupe wala usiniache, Mungu wa wokovu wangu. Tunakwenda kumwambia Mungu, jambo la kwanza, asitufiche uso wake. Natamani umwambie Mungu, Mungu usiondoe uso wako kwako. Usiondoe uso wako kwangu. Hili ni ombi langu Jehova. Hili ni ombi langu Mungu, usiondoe. Jambo la pili, tunamwambia Mungu asituache watoto na watumishi wake. Sisi ni watoto na watumishi wa Mungu. Mungu asituache katika majira haya. Popote tunapokwenda, uwepo wa Bwana uwe pamoja nasi. Jambo la tatu, tutamwambia Mungu, Mungu akawe msaada wetu. Mungu akawe msaada wetu mwezi huu na miezi ijayo katika jina la Yesu Kristo. Jambo la 4, tutamwambia Mungu, Mungu asitutupe wala asituache. Kwa hiyo nataka nikutabirie kukuambia hivi ya kwamba ndoa yako haitaachwa katika jina la Yesu Kristo. Kampuni yako haitaachwa katika jina la Yesu Kristo. Familia yako, uchumi wako havitaachwa katika jina la Yesu Kristo. Afya yako, maono na ndoto ulizo nazo havitaachwa katika jina la Yesu Kristo. Miradi mikubwa na midogo Mungu aliyoweka ndani yako haitaachwa katika jina la Yesu Kristo. Elimu yako pia haitaachwa katika jina la Yesu Kristo. Zaburi ya 69 mstari wa 14 anasema, uniponye kwa kunitoa matopeni, wala usiniache nikazama. Uniponye nao wanaonichukia, na katika vilindi vya maji. Hapa Mungu anamaanisha nini?
Hapa ni mahali umekuwa katika maumivu, magonjwa, usiku na mchana unalia, unaomba uponyaji. Manake majira mapya ya uponyaji. Kwa hiyo Mungu atakwenda kukuponya, hata kuacha. Anaposema matopeni, manake kuna mahali umekwama. Kazi ya tope ni kukwamisha. Na mimi najua kwamba kuna mahali ulikwama. Sasa tunapokwenda kuatamia ndoto zetu, nataka nikwambia kwamba hautakwama tena katika jina la Yesu Kristo. Na mimi nataka uamini na uandike ya kwamba katika jina la Yesu Kristo sitakwama kwa damu ya Yesu. Nataka nikwambie kitu cha namna hii. Kuna namna adui amekushikilia na una mkwamo, huwezi kutoka. Mungu anakwenda kukusaidia. Ni mwezi uliobeba cha kwako. Ni mwezi unahitaji ulinzi wa Mungu. Ni mwezi unahitaji mbawa za Bwana zikufunike, ili kile kilicho ndani yako kiweze kutokea na kutimia katika jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo leo tunakwenda kuomba Mungu atutoe katika kila uharibifu, asituache, lakini uso wake uende pamoja nasi. Naomba pale ulipo tuweze kuomba pamoja katika jina la Yesu Kristo. Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, Mungu ketie mahali pa juu palipoinuka, Mungu naisikia maombi, niko mbele zako e Bwana kwa ajili ya mtumishi wako huyu ambaye umempa neema ya kusikia ujumbe huu popote alipo, ndani na nje ya mipaka ya nchi yake. Ninaomba e Bwana, uso wako upate kwenda naye, uso wako uende na ofisi yake, uso wako uende na watoto, uende na uzao, uende na kazi ya mikono yake, uende na afya yake kwa jina la Yesu Kristo. Elimu ya malango yake, uso wako Yehova uende pamoja naye katika jina la Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo, mkono ulio hodari uambatane na mtumishi wako e Bwana, mahali popote anapoenda uende pamoja naye, kwamba amekwenda popote, kaskazini, kusini, mashariki na magharibi. Mungu ninakusihi uwe pamoja naye, uwe pamoja naye hapo ofisini, uwe pamoja naye kwenye shamba lake, uwe pamoja naye kwenye miradi yake, uwe pamoja naye kazini kwake, uwe pamoja naye kwenye kila hatua ya maisha yake. Akienda nje ya mipaka, uwe pamoja naye. Akipata mtoto katika tumbo la uzazi, Mungu mpe kuona huyo mtoto katika jina la Yesu Kristo. Uwe na ndoa yake e Bwana. Mungu ninakusihi uso wako uende pamoja na mtumishi wako, uende pamoja na nyumba yake, uende pamoja na ukoo wake, uende pamoja na familia yake kwa jina la Yesu Kristo. Usimwache e Bwana katika kila changamoto. Mungu ninakusihi uso wako uende pamoja na huyu mtumishi kwa damu yako e Bwana, ukamlinde, ukamtetee, ukamshike, ukambariki. Kuingia kwake na kutoka kwake kukawe ni baraka. Tunapoendelea kuomba na kuatamia haya maono ambao umeweka ndani yetu, ninaomba e Mungu liye hai, uso wako uende pamoja nasi, mkono wako Yehova uende pamoja nasi. Sante Roho Mtakatifu, sante Mungu sikia maombi. Tumeomba tukiamini katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, amen. Mpendwa mtumishi wa Mungu, ulikuwa pamoja nami Jacob Emmanuel Mlami. Nikukaribishe tena katika vipindi vinavyofuata. Tuna maombi ya siku 22 ya kuatamia hii ndoto yako na maono yaliyoko ndani yako. Ninaomba shirikisha na wengine ujumbe huu, hakikisha una share katika magrupu mbalimbali, una comment na kulike. Kuna kengele iko hapo, unaweza ukaigonga ili iwe rahisi kabisa wakati ujumbe unapotokea, basi uwe wa kwanza kupokea. Mungu akubariki. Karibu tuendelee na maombi. Amen.